Bwana msanii Yammy ameandika ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram, na ujumbe ambao Yammy ameuandika ni ujumbe ambao watu wengi sana walishaanza kuspeculate tokea zamani. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba kulikuwa kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea. Yammy alikuwa signed chini ya record label ya Nandy ambayo inaitwa The African Princess Record Label, na katika record label hiyo hivi karibuni tu mwaka huu, wiki kadhaa zilizopita, ni kwamba Nandy alitangaza rasmi kumwachia Yammy awe msanii huru. Mkataba umekwisha. Kwa hiyo Yammy sasa hivi ni independent artist, hayuko tena katika record label hiyo ya The African Princess Record Label. Kutokana na hilo basi ni kwamba bibie Yammy alikuwa yuko kimya, hajatoa ngoma mpya wala nini, lakini kitu ambacho amekuja kukiposti leo, maana tunakumbuka kwamba siku chache zilizopita post yake ya mwisho aliposti kuhusiana na birthday, na hata Nandy pia aliposti pia kumwish birthday Yammy katika Insta story yake. Sasa leo posti nyingine ya Yammy imekuja kuibua utata kutokana na maneno ambayo yameandikwa hapo, maana wadau alichokiandika Yammy, wadau wameanza kukihusisha na baadhi ya matukio ambayo alishawahi kutokeaga huko zamani kipindi kile cha Nandy Festival. Wakati inakuwa introduced kwa mara nyingine, ni kwamba Nandy alikuwaga anamwangalia vibaya sana Yammy, alikuwa anamkata jicho, kitu ambacho watu wakawa wame notice. Sasa watu wakawa wanahisi kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya Yammy na Nandy, na mwisho wa siku kuhusiana hii issue hawa wawili kuja kutengana kutoka katika record label ya Nandy, ni kwamba na Yammy kuja kuweka huu ujumbe, watu ndakaja wakafufua na zile video za Nandy akiwa anamkata jicho Yammy. So ujumbe ambao umeibua hayo yote kutoka kwa Yammy ameandika hivi: Mungu kanitoa kwenye situation ambayo siwezi hata kuelezea. Alhamdulillah, nasikia raha sana. Huo ndo ujumbe ambao Yammy ameuandika katika kurasa yake wa Instagram pale juu katika Insta story, jambo ambalo limefanya watu waanze kujiuliza kwamba situation gani. Ni kwamba kule kwa Nandy alikuwa anateseka, kuna kitu ambacho kilikuwa kiko sawa, na ndio maana sasa hivi alipotoka anasema kwamba anajisikia vizuri na namshukuru Mungu kwa kumtoa katika situation ambayo alikuwa anaipitia na mambo mengine mengi sana. So maswali yamekuwa ni mengi, watu wanahisi kwamba kulikuwa kuna fukuto linaendelea chini chini, hakukuwa na maelewano mazuri, na huenda hata kutoka kwa Yammy katika record label ya Nandy, huenda labda kulikuwa kuna vitu vingine viko chini ya carpet. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na hii habari tutaifuatilia zaidi, tutakupa muendelezo. Hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.